Gazeti la The Politico linadai kwamba rais wa Marekani Donald Trump anataka kuiangamiza EU, Umoja wa Ulaya. Rais huyo inadaiwa kwamba mpango wake ni kuiona EU inakufa kabisa. Kupitia Politico limedai katika makala iliyochapishwa Alhamisi kwamba Trump anachukua fursa ya nyufa ndani ya umoja huo uliosababishwa na mzozo wa Ukraine. Utawala wa Washington hivi karibuni umeanzisha mazungumzo na Urusi ili kupata amani katika mzozo wa Ukraine na umeiondoa EU katika mchakato huo ambao umesababisha kulaaniwa na Brussels. Trump pia amesisitiza msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine na kuacha umoja huo ukihangaika kutafuta fedha za kuisaidia Ukraine. Msukumo wa Washington dhidi ya EU unazusha mgogoro katika taasisi za Brussels. EU kama kambi inahitaji kuthibitisha umuhimu wake. Gazeti hilo la Politico limeandika, mzozo wa Ukraine umefichua tofauti kati ya wanachama wa EU katika vipaumbele vya ulinzi, maslahi ya kiuchumi na mbinu za kidiplomasia. Wakati nchi kama vile Poland na mataifa ya Baltic yametetea uungwaji mkono wa kijeshi wa Kiev, zingine hasa Hungary na Slovakia zimerudi nyuma zikitoa wito wa kupatikana kwa suluhu na Urusi. Mzigo wa kifedha wa misaada ya kijeshi na wasiwasi wa usalama wa nishati pia umechochea mvutano. Harakati za mrengo wa kulia katika mataifa kadhaa ya Umoja wa Ulaya zimetilia shaka kujitolea kwa umoja huo kwa kile Trump ataweka kando EU na kucheza mgawanyiko na utawala wa viongozi wa kitaifa. Chapisho hilo lilieleza. Wakati rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen akikutana na makamu wa rais JD Vance mjini Munich mwezi uliopita, si yeye wala rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa ambaye amekuwa na mkutano wa ana kwa ana na Donald Trump. Gazeti hilo limebainisha. Baraza la Ulaya, chombo kinachoundwa na wakuu wa nchi na serikali za nchi zote wanachama Umoja wa Ulaya, linafichuliwa kwa uchungu kuwa limegawanyika sana na halina uwezo wa kutosha kukabiliana na ukubwa wa dhoruba ambayo Trump anaipiga Ukraine. Politico lilieleza. Gazeti hilo limesema kwamba Umoja wa Ulaya hautakuwa na nguvu katika mapambano dhidi ya Urusi, hasa kuisaidia Ukraine. Ni Marekani pekee ndio yenye uwezo wa kufanya hivyo, na hata baadhi ya viongozi, kwa mfano viongozi wa NATO, walibainisha kwamba bila Marekani, NATO wala Umoja wa Ulaya si chochote. Ikumbukwe kwamba baadhi ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya ni wanachama wa NATO. Pamoja na Washington kusitisha zaidi ya dola bilioni 1 katika usafirishaji wa silaha, Kiev inakabiliwa na uhaba unaowezekana wa risasi na vifaa. EU inachunguza njia mbadala za kuendelea kuunga mkono Ukraine kijeshi licha ya mchakato wa amani ulioanzishwa na Marekani na Urusi. Von der Leyen Jumanne alizindua mpango wa euro bilioni 800 unaolenga kuimarisha ulinzi wa Ulaya. Katika wiki za hivi karibuni, Donald Trump pia amelenga mazoea ya biashara ya umoja huo, akielezea kama ukatili na kutangaza mipango ya kutoza ushuru wa 25% kwa bidhaa za EU, lakini pia alidai kuwa kambi hiyo iliundwa ili kuharibu Marekani. Lakini watu wa EU wenyewe wanaona kwamba ni Marekani ambayo ina mpango wa kuimomonyoa EU na kwamba Marekani inahitaji kuendelea kudhibiti maeneo ya Ulaya kama ambavyo imeidhibiti NATO. Na wakati huu Bwana Trump ameweka wazi kwamba taifa lolote katika NATO ambalo halitachangia vya kutosha katika NATO, basi halitakuwa na nafasi ya kulindwa wakati ambapo litakutana na vita ya aina yoyote na adui wa aina yoyote. Basi endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein.